Haiwezekani mtu mmoja amekaa nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, dada tu, hata ukimwangalia pia rais yake anawaambia watu wakafanya hivyo na wanaenda kufanya kweli, alafu imetokea anaanza kutamba, anasema bado nitakuja kivingine, lazima tumkamate. Mimi nakwambia DPP, huyu lazima tumkamate. Habari gani mpenzi mtazamaji wa Hans TZ popote pale ulipo ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Leo ni kwa mara nyingine tena tukiwa nawe kuweza kuendelea na zile discussion zetu zinazoendelea kutokana na mada ambazo zinazoibuka ndani ya mitandao ya kijamii pamoja na popote pale, ili kuweza kuhabarishana na kuweza kuangalia yale ambayo yanayojiri kwa kila siku tukiwa wote kwa pamoja. Usikose kuungana nasi kwa kila siku ili kuweza kuyaelewa yale yanayoendelea, tukawa tunafanya wote kwa pamoja majadiliano ya pamoja. Kwa siku ya leo tunaenda kuiangalia na kwa urefu zaidi, au ikiwezekana kuangalia kwa juu yale ambayo yaliyozungumzwa na kuhusiana na Mange Kimambi. Je, hizo sheria ziko vipi na ni zipi ambazo zinaweza kuruhusu kupatikana kwa mhalifu kutoka ndani ya Marekani na kuja Tanzania, au kutoka ndani ya Tanzania na kuelekea Marekani iwapo katika nchi hizo mbili amefanya uhalifu. Kubwa zaidi kwa sasa tunapeana pole juu ya yale ambayo yaliyopita, ambapo tumeweza kuona matukio ambayo yaliyozikumba jamii nyingi za Tanzania kutoka ile Oktoba 29 mpaka 30, ambapo ni majonzi na masikitiko yanayoendelea katika baadhi za familia za Kitanzania, ambapo wengine wakiwa wameondokewa na wapendwa wao, watoto wao, marafiki zao pamoja na ndugu zao wapenzi, ambapo wameweza kupoteza maisha kutokana na kile kilichokuwa kimejiri kwa kipindi hicho cha Oktoba 29 mpaka 30 nchini Tanzania, na wengine wakiwa ni majeruhi wakiwa hospitali na wengine majumbani. Tunatoa pole kama Hans TZ kwa Watanzania wote na kuweza kushirikiana katika namna moja ama nyingine ili kuweza kuonesha upendo wa pamoja na fadhila za Utanzania wetu, ambapo matunda yake ni upendo pamoja na amani na mshikamano wa kweli katika ujenzi wa taifa letu la Tanzania. Moja kwa moja tunaanza kuangalia, je, zipo hizo sheria au yapo hayo yanayoweza kufanyika kuweza kumtoa mtu ambaye aliyebainika kuwa na makosa au mhalifu kutoka Tanzania na kuja kutoka Marekani na kuja Tanzania, na je, na zipo na ni zipi, ni za aina zipi? Tukaziangalie kwa pamoja ili tuweze kufanya yale ambayo yanayotukabili, ikiwemo kuweza kujadiliana kama namna hii tufanyavyo kila siku. Usikose ewe shabiki wangu tafadhali. Kwa kifupi ni kwamba nchi ya Marekani imeingia au ina mikataba na nchi zisizopungua 116 duniani katika kubadilishana wahalifu, na katika nchi hizo 116 duniani ikiwemo nchi ya Tanzania. Kwa mara ya kwanza kabisa nchi ya Tanzania iliweza kusaini mkataba huu wa kubadilishana wahalifu, namo ilikuwa ni mwaka 1931 kabla ya uhuru wa Tanzania. Lakini na mara baada ya uhuru wa Tanzania ambao ulipatikana namo mwaka 1961, lakini namo mwaka 1964 mkataba huu wa kubadilishana wahalifu baina ya Tanzania na nchi ya Marekani ukaendelea, ambapo waliweza kusaini, lakini ni kwa baadhi tu ya makosa ambayo yaliwezwa kuainishwa. Hapo mbele tutaweza kuangalia ni yapi hayo makosa ambayo yataweza kumfanya mhalifu wa makosa hayo kuweza kutolewa ndani na nje ya Tanzania pamoja na Marekani. Tukiangalia kwa undani zaidi ni kwamba sheria hii
moja kwa moja inayoweza kumtoa mhalifu kutoka Marekani na kumleta nchini Tanzania kwa uhalifu ni pamoja na baadhi tu ya makosa, ambapo makosa hayo hayahusiani na masuala mazima ya kisiasa. Makosa hayo ambayo yameweza kuainishwa ni baadhi tu ya makosa ambayo yanaitwa kuwa ni makosa ya kijinai kwa upande wa sheria. Ni nini kinaweza kufanyika ili kumtoa mhalifu kutoka nje, kutoka Marekani na kumleta Tanzania iwapo kwamba amefanya uhalifu kisha akakimbilia Marekani, au akafanya uhalifu Marekani akakimbilia nchini Tanzania? Iwapo kwamba ikibainika mhalifu huyo ameweza kufanya uhalifu na akakimbilia nchini Marekani, au akafanya uhalifu akiwa Marekani akawa anaufanya uhalifu kuelekea nchini Tanzania, ni kwamba kinachofanyika ni kwamba mwanasheria mkuu atatakiwa moja kwa moja kutuma maombi ya kumhitaji huyo mhalifu wake ambaye ameweza kumhalifu akiwa huko nje au akiwa Tanzania kisha akakimbilia Marekani. Ni kwamba atatuma hayo maombi kupitia ubalozi, na ubalozi utatuma zile taarifa kuzipeleka moja kwa moja kwa Wizara ya Mambo ya Nje ya nchi ya Marekani, na baadaye atatuma na hayo maombi yatapelekwa moja kwa moja katika Wizara ya Umoja wa Mataifa ambayo ni OIA, ambao ikiwa ni moja kati ya tunasema kwamba ni sheria au ni katika miongoni mwa kipengele cha sheria cha nchi ya Marekani. Alafu baada ya hapo kitachotakiwa kukifanya ni kwamba baada ya kupokea kwa taarifa hizo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani itapeleka moja kwa moja zile taarifa za uhitaji wa mhalifu huyo katika mahakama za nchini Marekani, ambapo itafunguliwa kama kesi ndogo ya kuweza kuisikiliza juu ya lile tukio au kwa yule mhalifu, na baadaye itakatiwa judgment kama itakuwa imekubalika kwa huyo mhalifu kuletwa nchini Tanzania. Lakini wakati huo ambapo mahakama ya Kimarekani ambapo kama itakuwa imekubali kwamba mhalifu huyo aweze kutolewa nchini Marekani na kuletwa nchini Tanzania, mwenye mamlaka au tunasema final say atakuwa ni waziri wa mambo ya nje ya Marekani. Yeye ndiye ataangalia eza aweze kuruhusu mhalifu huyo kutoka nchini Marekani kuja Tanzania au kutoka Tanzania kuelekea Marekani kwa ajili ya kuweza kutumikia eza adhabu yake au kuweza kuja kufunguliwa mashtaka ndani ya nchi yake. Baada ya hapo kwamba ana uwezo wa kuto kumruhusu au kuruhusu huyo mhalifu kuweza kurudi katika nchi yake. Pia tukiangalia kwa mara nyingine tena ambapo tunakumbana na kitu kingine ambapo mwanasheria anatakiwa kukitambua au tunatakiwa taifa kulitambua juu ya haya yanayoendelea, ni kwamba wanasiasa ambao wanasema kwamba kwa upande wa siasa mkataba huo haukuruhusu mwanasiasa mtu yeyote mwenye uhalifu wa kisiasa kuweza kukubali au kukubaliana baina ya Tanzania na Marekani kuweza kumtoa kutoka Tanzania kumleta Marekani. Mkataba huo ambao unaitwa Extradition Act haukuweza moja kwa moja kumruhusu huyu mtu ambaye anayehusiana na makosa ya kisiasa kuweza kutolewa nje ya nchi hizi kwenda kupelekwa nchi nyingine kwa ajili ya kutumikia makosa yake. Pia tunaweza kuona pia baadhi ya sheria au baadhi ya makosa ambayo yapo ndani ya sheria ya mkataba huu kuwa yanayoweza kumtoa mhalifu kutoka sehemu ya Marekani na kumleta nchini Tanzania. Nitataja tu baadhi ya makosa hayo ambayo yote ni yale ya kiuhaini, na hata pale ambapo hiyo ambayo sheria ambayo itakayomfanya huyo ambaye anayetakiwa kutoka Tanzania kupelekwa kutoka Marekani kupelekwa nchini Tanzania au kutoka nchini Tanzania kupelekwa Marekani, anatakiwa moja kwa moja awe ana uhakika wa kwamba makosa hayo ni yale ambayo yaliyo ndani ya hii mikataba yao, kwamba awe na uhakika kwamba ni makosa ambayo yanayoweza kumhamisha mhalifu kutoka Tanzania kumpeleka Marekani au kumtoa Marekani
kumleta nchini Tanzania. Makosa hayo ambayo ni ya kiuhaini tu ndiyo ambayo yaliyopewa au yaliyoweza kusainiwa ndani ya hii extraditional agreement ambayo tuliyokuwa tukizungumzia pale jana, kwa wale wapenzi na mashabiki wangu ambao tulikuwa pamoja katika lile sakata letu la Mange Kimambi na mwanasheria mkuu wa nchini Tanzania ambaye ni Hamza Said Johari, mheshimiwa wetu ambaye ameweza kuapishwa na mheshimiwa rais, naye akawa anamhitaji mwanaharakati huyu Mange Kimambi kuweza kumrudisha kutokana na kile ambacho tunachodai kwamba au kinachodaiwa kwamba amefanya makosa ya kiuhalifu lakini ni ya kisiasa. Je, atapatikana?